sisi tumekuja kutoa faraja kwa familia, lakini kwa wafiwa wote pamoja na wote wenye mapenzi mema na hii kuondoka kwenye familia, bali ni pengo pia hata kwenye jamii ya watu wa Butimba. Ni mtu ambaye ametumika kwa miaka yake yote ya uhai, akiwa mkubwa na akiwa anajitambua ndani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini umati huu wa watu ni ishara tosha kabisa kwamba Zinduna alikuwa ni mtu wa watu, hakupenda ugomvi, aliwaunganisha pale watu ambapo walionekana kutokuwa pamoja. Watu wa Butimba, mimi ni wahidi kwa neema ya Mungu, tarehe 29 nikichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Nyamagana, nitaendelea kushirikiana na familia ya marehemu dada yangu Zinduna, lakini nitaendelea kushirikiana na watu wa Butimba, na zaidi ya yote nitaendelea kushirikiana na jumuiya ya umoja wa kata ya Butimba, sehemu ambapo dada yangu alikuwa ni mtumishi kwa maana ya kiongozi kwa nafasi ya katibu wa kata ya jumuiya ya wanawake kata yetu ya Butimba. Poleni sana watu wa Butimba. Dada yangu Zinduna amepata changamoto hii akiwa kwenye utumishi wa chama. Amepata shida hii akiwa anafanya kazi ya CCM. Na imetokea shida hii akiwa anaendelea kupambana kutafuta kula kwa mafiga matatu. Zinduna amepata shida hii akiwa anatafuta kula za CCM. Amepata changamoto hii akiwa anatafuta kura za diwani. Lakini amepata shida hii akiwa anatafuta kura za mbunge, na amepatwa na hii shida akiwa anatafuta kura za Mheshimiwa Rais. Ipo namna pekee ya kumwenzi dada yetu Zinduna, nayo ni tarehe 29 ya mwezi wa 10. Niwaombe wana Butimba tukajitokeze kwa wingi kumchagua mdogo wangu na kaka yangu Heri ili akaweze kuwa diwani wa kata ya Butimba, lakini mkapige kula nyingi kunichagua mimi John Nzila nyingi ili nikapate fursa ya kuwawakilisha ninyi kwa nafasi ya ubunge wa jimbo la Nyamagana. Lakini zaidi ya yote kapigeni kula nyingi na za kishindo kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, mgombea wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na tukifanya hivyo, ndugu zangu wa Butimba, mama zangu, baba zangu, wana CCM wote na wananchi wenye mapenzi mema, tutakuwa tunamwenzi dada yetu Zinduna, na huko aliko hakika atafurahia kuona kila alichotamani kitokee. Tulipokea kwa masikitiko na mshtuko mkubwa sana taarifa ya kuondokewa na kipenzi chetu, ndugu yetu na mwenzetu, na si mwingine ni dada Zinduna, mwananchi wa kata ya Butimba. Kwa kweli tulipokea msiba huu kwa masikitiko na mshtuko mkubwa sana, na hasa ukizingatia kwamba mimi nilikuwa ninayo taarifa kwamba Jumuiya ya Umoja wa Wanawake Tanzania walikuwa ziara katika kata mbalimbali kwa kazi ambazo walikuwa wamejipangia. Nilikuwa ninazo taarifa kama ambavyo hata ninazo taarifa kwa vyama vingine vya siasa. Kifo cha ghafla huwa kinaacha maswali. Mnaweza mkakuta kifo hiki kinafanya mafarakano kwenye familia, kwenye upande wa mume wake, kinafanya mafarakano kwenye upande wa mzee Mbengura, pengine shangazi, pengine bibi yake, pengine mama yake. Kinaweza kafanya mafarakano hata kwenye dini yake kule msikitini alikokuwa anasali, watu wakapishana kwa nini imekuwa mapema. Lakini inaweza kafanya mafarakano hata kwenye chama chake, na hasa kwa kuzingatia kwamba Zinduna alikuwa ndio jembe la kutumainiwa katika chama, ndiye aliyekuwa mstari wa mbele kufanya kila kazi. Lakini inaweza ikaleta mafarakano hata kwa wananchi wenyewe, majirani zake, nani ni nani. Lakini ndugu zangu wana Nyamagana, msiba huu usitufarakanishe. Msiba huu tulete pamoja, utulete pamoja. Tuamini kwamba hatujui siku, tangulia mbele ya haki. Tunachoweza kufanya ni kumuombea dua ili Mwenyezi Mungu amweke mahali pema peponi, amfungulie. Ukimwelekeza Zinduna nenda kafanya jambo hili, ni kweli kazi ile inakwenda kufanyika. Leo hii dada yetu amefariki akiwa kazini, akiwa nakitumikia chama kwa uaminifu mkubwa sana. Mimi rai yangu kwetu sisi sote, kama jinsi mkuu wa wilaya alivyosema, kila mmoja atauonja umauti. Hatuna sababu ya kunyosheana vidole. Kama Chama cha Mapinduzi kinachoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kinatoa pole kubwa sana kwa msiba huu. Kinatoa pole kubwa sana kwa familia hii. Kinatoa pole kubwa sana kwa mume wake, lakini kikubwa zaidi kwa mashehe wetu ambao walikuwa na muumini bora kabisa wa dini yetu ya Kiislamu. Kama jinsi walivyosema wenzangu, ni kwamba ndugu mashehe, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Ninayo imani kubwa kwa sababu ya amani iliyopo,
upendo uliopo, maendeleo yanayoonekana kata ya Butimba na mambo mengine mengi. Sisi kama Watanzania tunahitaji kuwa pamoja katika kipindi hiki. Tunahitaji kushirikiana, tunahitaji tutembee pamoja na kila mmoja aone kwamba Tanzania ni sehemu yake ya kuishi, na kila mmoja aone kwamba Tanzania ndiyo sehemu ambayo pekee ambayo tunaweza kwenda pamoja. Lakini katika kata ya Butimba tunaamini ya kuwa kwamba tutaungana kuhakikisha kwamba tunakichagua chama ambacho kinahubiri amani, chama ambacho kinahubiri umoja, chama ambacho kinakutanisha Watanzania wote wenye dini mbalimbali, makabila mbalimbali, ukanda mbalimbali, na chama hicho si chama kingine bali ni Chama cha Mapinduzi.